kwa sababu kama tungesubiri ziara za viongozi wakuu ndio waje kufanya shughuli hizo, hii miradi kwa wingi wake isingemalizika. Miradi ni mingi sana, na jambo hili tunalifanya kila mwaka. Kwa maana hiyo, kila mwaka kuna utitiri wa miradi ya maendeleo inayogusa kila sekta katika takriban maeneo yote ya nchi yetu. Hakuna kata wala kijiji unachokwenda usikute kimeguswa na miradi ya maendeleo. Iwe miradi ya umeme, iwe miradi ya maji, iwe miradi ya barabara, iwe miradi ya shule, iwe miradi ya hospitali, iwe miradi yote ambayo unajua nyinyi, iwe miradi ya uendelezaji vijana na kina mama kiuchumi, na miradi mingine yote ipo. Na huu shahidi nimeona hapa leo katika kata hii kwenye shule hii ya Mwombesi. Kwa hiyo uthibitisho huu wa mafanikio haya ndio moja ya sababu ilitufanya sisi tuweze kuja kupunguza. Lakini kubwa zaidi, lazima wananchi waelezwe na watambue kazi kubwa na nzuri ambayo serikali yao inafanya. Kwa hiyo naupongeza mshikamano huu. Sio tu pongezi hizi nizishie katika shule, lakini katika uongozi wa serikali na uongozi wa chama. Lakini hali kadhalika viongozi mliowachagua nyinyi, ni kweli mafanikio haya makubwa yanatokana na kazi thabiti kubwa ya kiongozi wetu mkuu wa nchi, jemedari wetu. Lakini viongozi mliowachagua katika ngazi mbalimbali ikiwemo madiwani na wabunge, na wenyewe wanastahili pongezi. Kwa hiyo pongezi zangu zinaenda kwa watu wote waliohusika kusaidia kazi ya serikali yenu. Bila ya nyinyi, kila mmoja kwa nafasi yake, leo hii tusingejivunia juu ya mafanikio makubwa sana katika sekta zote chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Masuala ya muungano, na umejibu kwa ufasaha kabisa. Na moja mwanzo alikosea, lakini alinifurahisha alipotoa jibu moja la muhimu sana kuhusu muungano wetu. Akasema muungano huu, moja ya faida yake kubwa ni amani na usalama wa nchi yetu. Na huo ni ukweli usiopingika, kwamba amani, usalama wa nchi hii msingi wake mkubwa ni muungano. Tumeshuhudia mataifa kadhaa ambayo yaliungana, wakati wa chokochoko wakaparaganyika. Kilichofuata ni mtafaruku na ukosefu wa amani unaodumu mpaka sasa hivi. Mifano iko mingi. Lakini majirani zetu wengine ambao wao vile vile hawakuungana, ziko nchi ambazo leo hii wanatambuana kwa makabila yao. Leo hii wanaheshimiana kwa dini zao. Leo hii wanapeana fursa kwa rangi zao. Leo hii wanaaminiana kwa sehemu mtu ambaye anaotoka. Mambo hayo Tanzania hatuna. Ni kwa sababu ya muungano wetu huu. Muungano huu ndio roho ya nchi hii, na vijana hawa wanapaswa kurisishwa. Wao ndio wenye Tanzania ya kesho. Nimefarijika kuona kwamba wanafahamu misingi ya muungano wetu. Hongereni sana walimu, na hongereni wanafunzi. Lakini mbali ya ukweli kwamba nilielezwa kuwa shule hii imeshinda kwenye tuzo mazingira, na leo hii nimeona tumepanda miti, nikiangalia pembeni nakuta miti inaendelea kutunzwa, lakini nikadhani labda pengine watoto wetu wao wanajua tu, tumeambiwa na mwalimu tupande miti, tunapanda. Lakini kipindi hiki ambacho serikali yenu imelipa swala la mazingira umuhimu wa kipekee, na ndio maana katika dira yetu ya mwaka 2050 ambayo ina nguzo 3 kubwa,
Tumezoea kwenye dira yetu, tungeona jinsi ambavyo serikali yenu inapanga mikakati na mwelekeo wa kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unaendelea kukua. Kwa hiyo dira hii tungetegemea igusie ukuaji wa uchumi wa nchi, igusie ukuaji wa maisha ya watu mmoja mmoja, lakini kwa kuzingatia umuhimu wa uhifadhi wa mazingira yetu na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi katika nguzo 3 za dira.